Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Leo ni mwendelezo wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambayo inatarajiwa kuanza kusikilizwa mfululizo kuanzia leo tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Baada ya hapo kesi itasimama kwa muda, na hii nadhani ni kwa sababu ya mambo ya uchaguzi ambao unafanyika tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka huu na kuendelea tena kuanzia tarehe 3 ya mwezi Novemba mwaka 2025 hadi tarehe 12 ya mwezi Novemba mwaka 2025. Sasa muda huu ni kwamba watu mahakamani walikuwa wamejitokeza wengi sana. Kama ilivyo kipindi cha nyuma, tumeshuhudia mara nyingi sana jeshi la polisi wakitumia nguvu kuwatawanya wafuasi wa Chadema, wengine wakipigwa. Sasa leo tena imetokea baada ya watu kufika mahakamani mapema kwa lengo la kuhudhuria kesi hii ya uhaini. Lakini pia kubwa ni kwamba leo upande wa jamhuri ulikuwa unatarajiwa kuanza kuleta mashahidi, na upande wa jamhuri walisema kwamba watakuwa na mashahidi 30, lakini pia watakuwa na vielelezo ambavyo vitawasilishwa mahakamani ambavyo ni 11. Hivi sasa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, uongozi wa chama cha Chadema umetoa taarifa kwa umma wakielezea kila ambacho kimetokea mahakamani muda huu. Ikiwa ni saa 1 asubuhi, jeshi la polisi limeanza kuwatawanya kwa kuwapiga wananchi waliofika mahakamani kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Wameruhusu watu 10 tu kuingia mahakamani, wakidai ukumbi wa mahakama umejaa. Wananchi kadhaa wameumizwa vibaya na wamekimbizwa hospitali na wanachama wa Chadema. Hii ni taarifa ambayo kwa sasa imechapishwa pia na viongozi wa Chadema, lakini pia kupitia official page za Chadema. Watu wamepigwa mahakamani asubuhi hii ambao walifika kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu. Watu pia wametoa maoni yao hapa kwenye page official za Chadema. Huyu anasema kwamba hali sio nzuri, lakini pia mwingine anasema kwamba jamani, twendeni tukalianzishe kabla ya tarehe 29. Lakini pia mwingine anasema nadhani hamkumsikia Tesha vizuri. Lakini pia mwingine anasema kwamba yataisha tarehe 29, tuna jambo letu. Lakini pia mwingine akasema kwamba siku zao zinahesabika, lakini wana wiki 2 tu za kukaa madarakani. Hawa ni baadhi ya watu ambao wanatoa maoni yao hapa kwenye chapisho hili kutoka Chadema, ambapo wametoa taarifa kwa umma ya kwamba watu kadhaa wameumizwa na wamekimbizwa hospitali na wanachama wa Chadema ambao walikuwa wamefika hapo mahakamani kusikiliza kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Siku ya jana pia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama cha Chadema Brenda Rupia alieleza kuwa maandalizi yote muhimu yamekamilika rasmi, lakini pia Lissu yuko imara, thabiti na tayari kushiriki kikamilifu katika hatua zote za usikilizwaji wa kesi hii. Na Chadema pia ikawaomba Watanzania wote kuendelea kufuatilia mwenendo wa kesi hii kwa makini na kuendelea kusimama pamoja na mwenyekiti wao katika kudai haki, ukweli na misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa nini kinaendelea mahakamani, lakini kubwa zaidi tuachie maoni yako, na kubwa kuliko yote ni kwamba update zote za mahakamani tutakusogezea hapa mwanzo mwisho uweze kufahamu kitu gani kimetokea mahakamani. Mashahidi hao 30 wanakuja kutoa ushahidi gani dhidi ya Lissu katika kesi hii ya uhaini. Kubwa tuachie maoni yako na kaa karibu nasi kila wakati.